Na rudi tena kwa nyinyi wanaume. Vile vile nyinyi wanaume hamtakiwi kuwabuli wapenzi wenu. Tuchukulie mfano wewe ni mwanaume ambaye umeshamzalisha mkeo na imefika hatua mwanamke huyu amekuwa anapitia changamoto, aidha uke wake umeongezeka upana, yani ana uke mkubwa, lakini pia inawezekana huyu mwanamke ana uke mkavu, lakini pia huyu mwanamke inawezekana hana kabisa hamu ya tendo. So wewe usijiangalie wewe kama wewe umetimiza haja zako, umemaliza, basi huhitaji kumzingatia mwenzako. Pia anapopitia changamoto, basi wewe ni wa kumcheka na kumtafutia mwanamke mwingine nje badala ya kumsaidia kuweza kutafuta suluhu. Kiufupi ni kwamba endapo mwanamke wako anapitia changamoto hizi, unatakiwa kujua anapitia hii hali kwa nini. Mara nyingi uke mkavu unatokana na msongo wa mawazo. Je, anapitia situation gani kwa wakati huo? Na je, ni dawa gani ambayo anaweza akaitumia iweze kumsaidia kumaliza hiyo changamoto ya uke mkavu, harufu mbaya, pamoja na msongo wa mawazo na kushindwa kufika kwa wakati. Hakikisha unamtafutia suluhisho, unamsaidia, mnashauriana na mnaangalia namna ya kuweza kutatua hiyo changamoto. Ikitokea mmeshindwa kabisa kusolve nyinyi kama nyinyi, basi mnaweza kutafuta wanasaikolojia, lakini pia kwenye swala la afya unaweza kumsaidia mwanamke wako kupata tiba kutoka sehemu mbalimbali. Yawezekana ukahitaji tiba kutoka kwetu, basi unaweza ukachukua namba kwenye bio ili tuweze kukusaidia na kuweza kumaliza changamoto hiyo kwa muda mfupi zaidi na muweze kuenjoy tendo la ndoa kama wanandoa. Kwa tips hizi na nyinginezo, endelea kutufuatilia na chukua namba kwenye bio yetu ili uendelee kujifunza zaidi kupitia WhatsApp status.